Klabu ya soka ya Yanga Afrika ilizindua rasmi siku ya hapo jana programu yake ya vijana maarufu kama Yanga Soccer School, ambayo itakuwa inajihusisha na kutoa mafunzo ya soka kwa vijana na elimu mbalimbali inayohusiana na soka la vijana. Wakati wa uzinduzi huu ambako mgeni rasmi alikuwa ni Dr. Pitso Mosimane, raia wa Afrika Kusini, kocha Mwafrika ambaye anatajwa kuwa ana mafanikio zaidi na wengi wamekuwa wakimuita the son of Africa. Sasa wakati wa uzinduzi huo, mhandisi Hersi Said, rais wa klabu ya soka ya Yanga Afrika, alifafanua zaidi na kueleza kwamba gharama za mafunzo ya programu hiyo zitakuwa zinapungua kutokana na eneo husika. Kwa sasa gharama ambazo zilitangazwa za mwanzo katika programu hiyo iliyoanzia katika jiji la Dar es Salaam ni shilingi 600,000 kwa mwanzo, na kisha mzazi atalipa shilingi 400,000 kwa kila mwezi. Sasa kufuatia mjadala ambao uliibuka miongoni mwa wadau kwamba gharama hizo ni kubwa mno kwa vijana kuweza ama kwa wazazi kuweza kuwagharamia watoto wao, Hersi alisema kwamba gharama zitakuwa zinapungua kulingana na eneo husika, hivyo itatoa nafasi zaidi kwa kila mmoja kuweza kushiriki. Kwa sasa Yanga Afrika wameanza mradi huo katika jiji la Dar es Salaam, na kisha watatanua zaidi katika maeneo mengine Dar es Salaam, na baadaye watatanua kwenda katika mikoa mingine ambako sasa itakuwa na lengo la kukusanya vijana wengi zaidi. Yanga wameanza rasmi programu hiyo huku ikiwa ina matumaini makubwa kwa wadau kwamba huenda inaweza kuwa suluhisho kwanza kuanzia kwenye klabu yao, lakini pia kwa watoto wa Kitanzania ambao wanatamani kucheza soka na kuyafikia malengo, lakini wamekuwa wakikosa mafunzo sahihi na eneo sahihi na watu sahihi wa kuweza kuwaendeleza. Pamoja na Yanga Afrika, viko pia vituo vingine na taasisi zingine ambazo zimekuwa zikitoa mafunzo ya soka, ikiwemo Fountain Gate ambayo imejipambanua zaidi katika eneo hilo, pamoja na klabu ya soka ya Azam, lakini hazikuwa na mfumo wa moja kwa moja wa aina hii ambayo Yanga Afrika ameuanzisha, huku Fountain Gate wao pia akiwa na mradi unaofanana na wa Yanga Afrika. Swali la msingi zaidi ambalo linaulizwa na watu wengi ni kwamba mradi wa aina hii utafanikiwaje nchini Tanzania? Je, mwitikio wa watu utakuwa aina gani? Sambamba na maswali hayo, lakini pia programu ya namna hiyo zimekuwa zikifanyika katika ulimwengu wa soka katika maeneo mbalimbali, ikiwemo mataifa ya Afrika Kusini na hata mengine, lakini pia duniani kote. Je, unafikiri ni namna gani Yanga wataweza kuendeleza mradi huu na kuleta manufaa kwenye klabu yao, lakini pia kwa taifa kwa ujumla? Na watu wengine wanaweza kujifunza nini kutokana na programu hii na kuichukua kama sehemu ya changamoto na kutengeneza mradi ambao unaweza kuwasaidia na kuboresha zaidi vijana wa Kitanzania, hasa wenye ndoto ya kucheza soka? Tuandikie maoni yako. Hii ni Travel TV. Mimi ni Mbushe Kwilasa. Hakikisha umesubscribe, umelike na kushare.